Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki, ameaga dunia mapema asubuhi ya Pasaka siku ya Jumatatu tarehe 21 Aprili mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 88. Kifo cha Papa kinajiri baada ya kuugua kwa muda homa ya mapafu, hali iliyompelekea kulazwa hospitalini wiki kadhaa kabla ya kurudi kujiuguza katika makao yake huko Vatican. Anyango Silvia anaarifu zaidi. Mapema asubuhi ya Jumatatu tarehe 21 Aprili mwaka 2025 saa za Afrika Mashariki, ulimwengu umepoteza kiongozi wa kanisa la Katoliki. Papa Francis amefariki katika makao yake Vatican, Casa Santa Marta, akiwa na umri wa miaka 88. Amefariki baada ya kuugua homa ya mapafu kwa muda wa takriban mwezi mmoja. Licha ya dalili za afya yake kuboreka mapema mwezi huu, hali yake ilidorora baada ya kuonekana kwake kwa mwisho katika umma kwa sherehe za Pasaka hapo jana Jumapili. Viongozi mbalimbali duniani wametuma risala za rambirambi, nao ni pamoja na Rais William Ruto ambaye amesema kifo cha Papa Francis ni pigo kubwa kwa ulimwengu wa Kikristo, akisisitiza dhamira yake isiyotikisika katika haki. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesifia unyenyekevu wake na kusaidia wanyonge. Mfalme Charles watatu na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer wamemsifia kwa huruma na juhudi zake za umoja. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky vilevile ameutaja uwezo wa Papa Francis wa kuleta matumaini na umoja katika wakati wa dhiki. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amemtaja kama mtetezi wa wanyonge na tumaini kwa mamilioni. Kengele za makanisa zilipigwa duniani kote na mataifa kadhaa yalitangaza vipindi rasmi vya maombolezo. Kifo cha Papa kimeanzisha utaratibu wa maombolezo wa kimila ambao utatanguliwa na kikao cha maaskofu kuteua mrithi wake. Anyango Silvia, Runinga ya KU.